Maisha Online TV, mwangaza kwa jamii. Mheshimiwa angetuambia ikiwa tunaelekea kwenye kuzaliwa kwa chama, labda kwa miaka hii yote CCM inajivunia nini hasa wakati tulikotoka na sasa hivi na mwelekeo upoje? Kwanza nitumie nafasi hii kutoa salamu za chama hapa Zanzibar kuelekea miaka 49 kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Kama mnafahamu, chama chetu kilizaliwa tarehe 5 mwezi wa pili 77 pale kwenye viwanja vya Amani Stadium. Sasa hivi tunaita Amani Complex, ndio. Sasa CCM kimetokana na vyama vikuu viwili. Kimetokana na TANU iliyozaliwa mwaka 1954 pamoja na ASP iliyozaliwa mwaka 1957. Na vyama hivi viliungana tukapata CCM mwaka 77, lakini nakumbuka ilikuwa tarehe 21 Januari mwaka 1977 pale Dar es Salaam ulikutana mkutano mkuu wa TANU na Afro Shirazi. Zamani ilikuwa tunapotaka kumchagua rais wa jamhuri, nakutana mkutano mkuu wa TANU na Afro Shirazi tunateua. Kwa maana ndani ya mkutano ule, kipindi kile rais wa Jamhuri ya Muungano Mwalimu Nyerere akatoa hoja kwamba ni vyema sasa kwamba tunapoelekea tuwe na chama kimoja chenye nguvu kitachoweza kusimamia serikali kwa wakati mmoja. Kwa maana ulipofanyika mkutano tarehe 21 Januari mwaka 1957, likatoka wazo, maazimio ya mkutano ule kwamba ikifika tarehe 5 mwezi wa pili 77 izaliwe Chama cha Mapinduzi. Ndio maana ukaona hapo kama Januari, Februari, sawa, 5 ikazaliwa CCM pale. CCM imepita mikondo mbalimbali tangu 77, ni umri sasa hivi wa miaka 49. Tulianza na mwenyekiti wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akawa na makamu wake mzee Alhaji Abudu Jumbe. Tumekwenda mzee Mwalimu akafanya kazi pia na makamu mzee Mwinyi, akafanya kazi pia na mzee Idrisa, sawa. Kwa maana hiyo kwa awamu tofauti CCM imepita, lakini tumepita kipindi cha makatibu wakuu wengi. Tulikuwa na katibu mkuu wa kwanza mzee Pius Msekwa, tukawa na katibu Adam Makwago wa pili, tukawa na mzee Rashid Mfaume Kawawa, wakaja kina Horace Kolemba, wakaja kina Gama, wakaja kina Yusuf Makamba, wakaja kina Jokson Msoma, akaja huyu na Kinana, nilikuwa namkumbuka mzee Kinana, akaja kina Philip Mangula, akaja Dr. Bashiru, akaja huyu Chongolo, akaja pia Mchimbi. Sasa hivi tuna Asharozi Migiro. Tumepita makatibu wakuu wengi katika chama chetu ambao ndio watendaji wakuu wa chama. Kwa maana CCM imepita katika vipindi mbalimbali, lakini CCM imekuwa ni msaada mkubwa wa kuzisaidia siasa za kusini mwa Afrika. Na nyinyi mnajua kwamba nchi za ukombozi zote zile zilikuwa headquarters zake ziko Tanzania. Kwa maana hiyo na kipindi kile chama kushika hatamu ndicho ilikuwa inasimamia serikali. Kwa maana CCM imepita katika mifumo mbalimbali. Lakini tuna jumuiya zetu, tulikuwa tuna jumuiya 4 mwanzo. Tulikuwa tuna jumuiya ya TAPA, tukabadilisha ikawa wazazi. Tukana jumuiya ya vijana ambayo ipo vile vile, imebadilika tu kutoka wakati wa TANU na ASP. Tukana jumuiya UWT ipo, na tulikuwa tuna jumuiya ya wafanyakazi kipindi hicho. Baadaye tukaitoa tukabaki na jumuiya zetu 3. Lakini pia tukawa na secretariats ambazo ndio makatibu wakuu wanazoongoza. Tumekuwa na makamu wenye viti kama tunasema, kulikuwa kuna Abudu Jumbe alikuwepo, akaja kina mzee Mwinyi, mzee Idrisa, Dr. Salmini, mpaka kufikia leo Dr. Mwinyi. Kwa hiyo CCM imepita katika mawanda tofauti, lakini kikubwa zaidi CCM imeendelea kuhakikisha inazisimamia serikali zake zote mbili. Tunakuwa na amani na utulivu na umoja. Lakini serikali CCM imeendelea kuhakikisha kwamba inasimamia serikali kuwapelekea maendeleo wananchi.
Leo naona miradi mikubwa bara na visiwani inatengenezwa kwa sababu kutokana na ilani ambayo CCM inakuwa kila baada ya miaka 5 kuelekea kwenye uchaguzi inakuwa inatoa ilani. Kwa maana chama unakiona serikali, mliona serikali na kikubwa inakuwa na miongozo minne. Muongozo wa kwanza inakuwa ni ilani ya kile chama ambacho kilichoshinda, kwa sababu hakuna serikali inayokwenda kwa wananchi. Chama ndicho kinachokwenda kwa wananchi, na chama kinapokwenda kinakwenda na mkataba, ilani inasema mkituchagua sisi tutatekeleza 1, 2, 3. Kwa maana hiyo tunafuata ilani ya chama la kwanza. Kuna ule vision ya nchi, mpango mkuu wa nchi. Hapa sasa tuna 2015 shafahamu 2050 2050 mwelekeo. Lakini la tatu tunakuwa na maono na maelekezo ya rais, ahadi za rais ambalo kuwepo. Lakini pia tuna malengo ya dunia. Pia vile vile kila nchi hizi kwenye global meetings za kidunia kunakuwa na maono, lakini kubwa tunafuata ilani. Kwa hiyo sisi imeendelea kusisitiza kuhakikisha zile ahadi ambazo tulizoziahidi katika wakati wote wa kunadi kampeni zetu, sera zetu zinatekelezwa. Lakini kikubwa CCM imeendelea kusimamia serikali kuhakikisha inatunza umoja, mshikamano, upendo na muungano wetu, ili kuendelea kubaki kuwa wamoja na nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Kwa maana hiyo swala la amani kwenye CCM ni swala la msingi sana, lakini swala lingine CCM imeendelea kudumisha demokrasia ndani ya chama chake na nje ya chama chake. Kwa maana hiyo kama CCM ndio chama kinachoongoza serikali zote mbili, inaendelea kuzisimamia kuhakikisha yanatimia yale ambayo matakwa ambayo tulioahidi kwa wananchi na kuleta usawa wa Watanzania wote bila kujali rangi, kabila wala asili yako ulipotoka. Kwa hiyo bado nchi yetu iko salama ndani ya mikono ya CCM na itaendelea kuwa salama ndani ya mikono ya CCM. Itahakikisha CCM inasimamia yale yote ambayo tulioahidi wananchi katika vipindi vyote vya utawala. Kwa Jamhuri ya Muungano tuna awamu ya 6, kwa Zanzibar tuna awamu ya 8. Yale yote tangu tulipoanza yanatimizwa na yanakuwa yanaleta tija kwa Watanzania wote kabisa. Kuzaliwa upya kwa chama kunajenga taswira gani? Kwanza chama chetu kinajenga katika tafsiri ya kwanza, CCM inajipambanua na vyama vingine, ni chama cha kidemokrasia kwanza. Na ndio maana unaona product ya CCM. Leo mimi katibu mwenezi, ukija next time unaweza kumkuta mwingine hapa. Leo tuna mwenyekiti Samia, baada ya miaka 5 mwenyekiti sio Samia. Sawa, tofauti na kwingine. Mwenyekiti wao wa kudumu wao wanakuwa. Tumeanza na Mwalimu Nyerere mmekwambia, sasa hivi tuna Samia. Mwenyekiti wangapi? Wa 6. Tuna makamu mwenyekiti wa 8 hapa. Kwa hiyo chama chetu ni chama cha mageuzi, na ni chama ambacho kinakubali fikra na kinakwenda na wakati na kinakwenda na jamii inapotaka za Kitanzania pamoja na maono ya viongozi wetu wakuu. Kwa maana hiyo CCM inabaki pekee. Ndio maana CCM kila siku unaikuta mpya, kwa sababu kila siku CCM haipigi rungu uwezo wa mtu. CCM inautumia uwezo wa mtu kukutumia. Na ndio maana leo hii ingelikuwa chama hichi kimemilikiwa na watu fulani, leo sisi tusingekuwa viongozi. Kwa sababu sisi wazee wetu maskini hatukutokana na familia za kitajiri wala hatukutokana na familia za viongozi wakubwa, kwa labda mtu atamrithisha mwanawe na nini. Tumetokana na familia za kawaida, lakini kutokana na vipimo chama ambacho kinaweka chama kikubwa kama hichi kukuamini katika nafasi kubwa si ndogo, alafu ni mtu wa kawaida, umetokana na familia ya kawaida. Hii inamuonesha maana demokrasia na CCM kuthamini sana uwezo wa wanachama wake katika kuwapa nafasi. Na ndio maana huwezi kukuta baada ya kila miaka 5 kesho kutwa kwa mfano 2027 tunakwenda kwenye uchaguzi wa chama, utakuta watu wengi wamebadilika, kuanzia wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa, wajumbe wa neki, wajumbe wa secretariat na maeneo mengine, kwa sababu ni chama cha demokrasia. Na tumesema kila baada ya miaka 5 tunafanya chaguzi ili kupata product mpya watakaokuja na mawazo mapya ya kuongoza chama chetu. Na ndio maana CCM kila siku kinakuwa kipya na kila siku kinaongeza mvuto kwenye jamii ya Watanzania. Tunaita Gen Z kwa sasa, labda hawa unawaambia nini kwenye mwelekeo wa kuzaliwa kwa chama? Mimi naambia kwamba Gen Z kwamba
ni chama sahihi. Bahati nzuri sisi tunacho chombo cha kulea Gen Z, tunao umoja wa vijana, na bahati nzuri viongozi wote wakuu wawili, tukimzungumzia Rais Samia pamoja na Rais Mwinyi, wameendelea kuamini sana Gen Z kwa hapa nafasi. Leo ukiangalia mawaziri wengine wale, mimi naweza kusema wengine hata na wazamu, maana mimi na miaka 49, kuna mtu kishakuwa waziri ana miaka 25 tu mle. Sawa, hivi mimi miaka 24 simzai, sina mzaa, waziri kaaminiwa. Kwa hivyo sisi chama chetu tunathamini sana Gen Z, tunakwenda nao, na ndio maana tuna umoja wa vijana, tunalea viongozi, tunaoka na tunawapa dhamana. Wengi wadogo tu sasa hivi wako kwenye nafasi kubwa ndani ya serikali na ndani ya chama. Kwa hiyo sisi Gen Z ni sehemu ya mafanikio ya kujivunia CCM. Huwezi kukuta katika vyama vingine wana taasisi za kulea vijana viongozi kama sisi. Kwa hiyo Gen Z naambia pahala pekee pa kupata mafanikio na kuonesha uwezo wao na kuaminiwa ni CCM. Na ndio maana wewe ukitaka ujue CCM tunapokuwa na chaguzi zetu, dunia inasimama. Si Tanzania tunasimama, si uchaguzi wa mmoja vijana, si UWT, si wazazi, si ule wa chama wenyewe. Ukisikia leo kuna mkutano mkuu wa taifa wanachaguliwa aneki, dunia nzima inakuwa inasimama. Kwa hiyo ni chama chenye mvuto na watu wana imani kwamba CCM uwezo wako ndio utakusaidia kupata nafasi katika chama, si labda wengine wanasema ile uwe na godfather. Hapana. Kwa maana CCM ni kimbilio zuri. Wewe mwenyewe una enjoy kwa CCM. Kwa maana huko kwingine paka wewe bin kinana, hivi ni nani, bani nani, utokana na familia fulani upate nafasi. CCM hapana, uwezo wako na wana CCM wakikukubali, nidhamu yako, uchapakazi wako, basi. Chama hichi kina Gen Z wengi sana. Tunao mmoja vijana Gen Z wengi. Tena sasa tumeenda mbali. Tunapaka chipkizi. Mtoto wa miaka 3 sasa chipkizi tunaye. Tunamwandaa ki ideology and publicity, itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa maana hichi chama ni sahihi, kimejitosheleza katika rika zote na ndio mfumo mzuri. Tunabadilishana uongozi kwa amani na utulivu. Hakuna mtu CCM wa kudumu hapa. Wala sisi hakuna mtu mawazo ya mtu fulani ndio akawa kuongoza chama. Kwa maana kinachoongoza chama ni vikao. Vikao, maamuzi ya vikao. Sisi hakuna maamuzi ya mtu peke yake. Na mtu akifanya hivyo tutampinga kwenye vikao halali. Kwa maana sisi tunakwenda na vikao, na ndio maana mpaka leo CCM inakuta ina amani. Mtu anajua tu kama anataka uongozi asubiri miaka 5, kama wananchi kapiga kampeni vizuri, wanamkubali atamchagua. Na ndio maana si watoto wa kwezi na wakulima na wavuvi tumekuwa viongozi kwenye chama hichi wa level hii ambayo tuliokuwepo sasa hivi ya kitaifa. Asante sana. Asanteni sana. Karibuni sana na niwatakie happy birthday. CCM inatimiza miaka 49. Karibuni, tunawakaribisha. CCM raha bwana. Karibuni sana.